Shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Huyu ni mjakazi wa Bwana Karen au Mama Moses. Karibu kwenye channel. Ningeomba ufungue moyo, fungua moyo, fungua moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wa majeshi, jina lipitalo majina yote. Kuna wale ambao wananiomba niwafundishe jinsi ya kufunga vitambaa aina hii. Nitatoa video ya kuonesha jinsi ya kufunga vitambaa. Amen. Maana wengine wanasemaga itakifunga kitambaa nasikia kichwa, ya wanawake wengi kabisa paka waliamua waanze wakaacha. Kama uko mtu ambaye unasumbuliwa na maumivu ya kichwa wakati unafunga kitambaa, huo unajitandia. Unajitandia tu hivi kufunga, wengi vinawaumizaga kichwa. Hata mimi nilikuwa nafanya nikifunga kitambaa hii aina, unakuja kuweka kifundo hapa, kutaka kwa sikia mishipa ya kichwa inauma. So nikaachana nayo kwa sababu ilikuwa inaniumiza. So na wewe kama una matatizo ya kichwa, unijitandie, ni njia rahisi sana. Lakini usidanganywe eti uwe unakaa kichwa wazi. Hiyo ni mafundisho ya uongo. Ni mafundisho ya uongo. Ambaye anapaswa kuona nywele zako ni mume wako tu. Ukiwa na mume wako chumbani anadai aone nywele yako, kwa sababu nywele za mwanamke ni utukufu kwa mumewe, sio kwa kanisa, sio kwa majirani, sio kwa marafiki zako, sio kwa ndugu zako. Haleluya. Mimi siwezi kaonesha watu wa nje eti nywele zangu. Kwa Roho wa Bwana mwenyewe huwa ananihukumu ndani yangu. Nasikiaga uwepo mmoja hivi mmoja hali ambayo siwezi kaieleza hata mkanielewa. Ila huwa sipoi kibali kuacha kichwa changu wazi nikaonesha eti watu nywele zangu. Kwa hivyo sana vitu makini, na mafundisho ni mengi siku hizi sana kwenye mitandao, mafundisho yamejaa, lakini nyingine ukiyapima na maandiko haviendani. Amen. Ukiyapima na maandiko haviendani, na ungetakwambia nimefunuliwa mwanamke kukaa kichwa wazi sio dhambi. Umwambie andiko gani nasema hivyo? Hakuna. Nimefunuliwa tu. Mwingine dada alikuwa ananiambia eti kwamba kuna mtumishi alikuwa anamfuatilia, alikuwa anasema kwamba ni mjakazi. Alikuwa anasema kwamba ukichanua nywele, bule manywele zikianguka, hiyo ni dhambi. So yule dada kaangaika, alikuwa achanua tena nywele. Kuogopa eti nywele eti nywele zenyewe hata kama usipozichanua, ukivaa tu kitambaa, kitoa kitambaa unakutaka ziko ndani ya kitambaa na au bado hujazichana hata. Sasa unakuta vitu hivi vinapotosha watu kwa sababu ya kutokusoma neno. Tujitahidi wa mama kusoma neno. Neno ndio kiongozi wetu. Neno ndio kiongozi wetu. Tujifunze sana kusoma neno. Hatutadanganywa na elimu yoyote ile ya uongo. Tukikuwa wasomaji wa neno, hatutadanganywa. Kwa maana wanasema manabii wengi unakuta wanatabiri, wanajiaminisha eti ni Bwana, kumbe ni hisia zao kwa sababu wasomi neno. Na ukitaka kuwasaisha wanavimba, wanakasirika. Wengine utakuta hata wanaacha, hata wanakimbia kazi ya Mungu kwa sababu ulimsaisha. Kusema hapana, hiyo sio matabiri ya Mungu. Roho wa Bwana hajasema na wewe. Ana panic. Ukikuwa nabii, kubali kuanza kufundishwa. Kubali sana kusikia wale ambao walikutanua mbele yako. Sione mtu ana miaka 10, 11, 20 yuko na kwenye kiti cha unabii. Huyo sio mwenzako. Sasa wewe unahesabu tu, nina mwaka mmoja na miezi, nina miaka 2. Alafu unajiona sasa vile unajua kila kitu. Hapana, ndugu zangu. Tuwe makini sana. Tuwe makini, maana wanawake wengi ndugu zangu waendeleaje juu ya ubishi, kujiona tayari wamefika, kujiona wanajua kila kitu, hawapendi mashauri. Wanawake wengi wapendage kuonywa, kuambiwa ukweli. Ni bora umpambe, umsifie. Ukimsifia hivi, ndio unakuwa rafiki yake. Ukimpamba unampamba, asante kabisa wewe. Hapo atakupenda. Kile ukikuwa unamwambia hapana, hivi vingine vitu ambavyo unafanya sio vizuri, atakukasirikia. Na wengi wa maasira wanawake wafikagi mbali.
Maana hasira ukaa kifua cha mpumbavu. Kubali kushauriwa. Unakuta wengine wanazaa kujifanya kama vile walikuwa wanamjua Mungu toka zamani. Mimi nilikuwa toka zamani. Mimi nilikuwa najua kila kitu. Kumbe alivijulia wapi? Kwenye ukweli chache. Alipokelea roho wa Bwana wapi? Ukweli chache. Lakini unakuta hapendi tena, haujulikani kama eti ukishindwa kumsifia mtumishi aliyokuombea, kusema ile kazi aliyokufanyizia, nayo ni kosa. Na maana wengine mnakuwa mnazima mbele. Mungu anaona nyinyi ni waongo. Amen. Mungu atusaidie, tupende kuuliza. Ukiona hata shuleni wanafunzi ambao walikuwa wanapenda sana kuuliza darasani, kumuuliza mwalimu maswali, ndio huwa wanapata kuliko wale ambao waulizaki. Wakati niko Afrika ngaki mdogo, nilikuwa binti wa aibu sana. Hata sikuelewa somo, sitauliza. Siku ya mtihani ninakosa, nenda kupata kwa watu wa mwisho, jua nini kutokuuliza. Na ndio asili ya wanawake wengi, utakuta hawapendeki kuuliza. Kuuliza ni kitu cha maana. Uliza kuliko uanze kubisha usikile. Juu kuna wakati wengi ambao wananisikia humu, sio wote ambao wanakuwa naelewa. Anaweza kasikia somo, labda atapitiwa na mawazo, au mtoto atamfanya fujo, labda utatoka unaenda kuangalia sufuria, unakuta vitu vingine mimi nimeongea utasikia. So kwa kusikia mwishoni vina utaelewa, unageuza vitu ambavyo mimi nimesema, wewe unavigeuza, unavitafsiria vingine. Na unaona nipelekea habari huko mabaya bure kwa sababu nini? Ya kutokuelewa. Mimi hata maandiko matakatifu Biblia, ninaposoma Biblia hii, haleluya, na hii kusaidie ndugu yangu katika Bwana, mwanamke mwenzangu, ninaposoma hii neno hii, sasa tulie kwanza hapa. Kama sikuelewa andiko lolote huwa narudilia. Kitu ambacho kimenisaidia sana. Ninaposoma neno hili la Mungu, kama sikuelewa mstari wowote, huwa narudilia ule mstari hata mara 4 mara 5 ili nipate nini kuelewa. Na wewe kama hauelewi haya mafundisho yetu ya wanawake, rudilia live, kuwa makini usikie. Nasema mbona umeona nimeenda vibaya, nifuate na maandiko. Huwa naleta proof ya maandiko. Usiona naleta maono yako ambayo umeoneshwa na maono yako yaendani na neno. Mungu ameniambia hivi, na ukiona maandiko haviendani na ile maono yako, ni lazima tutayakataa. Hata unabii, ukitoa maunabii yako ambiko tofauti na neno, tutayakataa vizuri sana, itapuuzwa. Haleluya. Sasa wengi manabii zao kikataliwa, wanakuta wanavimba, hata kundi wanaweza wakaleft, hata kanisa wanakimbia eti wamekataa unabii wangu. Unabii wenyewe hauendani na mapenzi ya Mungu, ni wa kuchonganisha watu, wa kuachanisha watu, wa kuleta fujo. Sasa tunakubali kushauriwa, tusiwe wepesi kukasirika na kuchukua hatua zitatupeleka kubaya kesho. Usiwe mwepesi kuanza kuhukumu au kunipelekea habari yako ya wangu. Jua wanawake wengi, na ndio maana wengi hatuendelee. Jua nini? Umbea umetutawala na usutu. Haleluya. Kitu ambacho nitakwambia, kuna wengi hizi somo ambazo nimetoa hizi za kusema za fundisho ya wanawake kuhusu maujumbe za karama za roho za wanawake, utaongezekaje, utapandaje? Kitu nitakwambia mwanamke mwenzako, tena sitaacha kukukumbusha hicho kitu, maana nasikia roho na msukumo. Bwana nataka nisimame kwa sababu Bwana anaona mioyo ya wanawake wengi ambao wako katika yale ya utakatifu, wanatamani wasonge mbele lakini wanajikuta wamekwama. Tabia zako, moyo wako, wengi mnajaliwa na unafiki, wivu, masengenyo, mawazo machafu. So ukitaka kusonga mbele, wewe tu na moyo safi. Hatutaenda kinyume na neno. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana utamuona Mungu. Ukitaka kuona makuu ya Bwana, miujiza ya Mungu, omba Mungu akupe moyo safi, moyo wa kusamea, moyo wa upendo, moyo wa kujali watu. Amen. Hacha unafiki. Haleluya. Asante Baba, nakushukuru kwa wema wako na kibali hichi. Leo nilikuwa kwenye maombi. Haleluya. Na unaona hata macho bado yana kama vile hajapata nguvu, sura bado hajapata nguvu kwa sababu nilikaa masaa 6:30 naombea watu. Na nilikuwa nataka nilale lakini nimesikia msukumo roho tena bado endelea kufundisha. Na mara nyingi kuna nyingine somo unakuwa unazipata baada ya siku moja. So unaweza karekodi hivi lakini wao utaona hii siku kama nimerekodi, unaona kesho yake. Haleluya. So acha tumshukuru Bwana. Baba, nasema asante kwa upendo wako na kibali hichi ambao umenipa. Endelea kusema na mioyo ya wajakazi wako ambao wananitazama. Bwana Yesu, ninakuomba pate kumsamia kila mmoja wetu. Nioshe na mimi pia.
damu yako tusafishe na kutakasa mahali popote ambapo tuliwaza au kutenda dhambi au kufikiria vibaya. Ninaomba damu yako Bwana Yesu ituoshe. Naomba unitie nguvu, uniwezeshe na kuniongoza. Roho Mtakatifu anisaidie nisinene yale ya akili yangu, mbali yatoke kwako, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kushukuru. Tusaidie mama huyu, dada huyu, ili kutuimarisha na kutujaza nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. So, leo fundisho letu la leo la wanawake ni kuhusu mazoezi. Je, ni dhambi? Ni kosa? Ni vibaya? Utakosa mbingu kwa sababu ya kufanya mazoezi? Mazoezi ipi ambayo ni sahihi kwa wanawake wacha Mungu wa Kristo enda mbinguni? Mavazi gani ambayo ni mazuri kwa sisi wanawake wacha Mungu kuyavaa wakati tunafanya mazoezi? Na je, itatusaidia nini kwenye afya zetu au kwenye maisha yetu ya kiroho? Amen. Kabla ya yote, ndugu yangu katika Bwana, tungetaka kujua kwamba kuna mazoezi ambayo hayampi Mungu utukufu, na kuna mazoezi ambayo atakufanya kabisa usione ufalme wa mbingu. Amen. Kuna wanawake wengi ambao waisha kuona vimaso vimevimba mpaka umbili yake imebadilika, amekuwa kama mwanaume. Wako wengi sana. Ukiona kuna baadhi ya wanawake ambao kwa sababu ya mazoezi mengi ya kunyanyua mavyuma manini yamewafanya wanabadilika hadi maumbili yao yamekuwa kama wanaume. Na maandiko matakatifu yanatuambia, nani wewe mwanadamu? Kilichoumbwa na Mungu, je, kinaweza kusema kwa nini umeniumba hivi? Sasa hauwezi ukajibadilisha kusema sina vimaso, sina nini, ukabadilisha umbo lako kufanana mwanaume. Hiyo ni dhambi, itakukosesha mbingu. Haleluya. Kwa nini sasa vile siko sawa, but let's go. Una mazoezi ambayo itakosesha wanawake mbingu kwa sababu ya kujibadilisha. Kuna mazoezi ambayo yanabadilisha muonekano wako tofauti na jinsi vile Bwana alivyokuumba. Unaweza kujiuliza, mjakazi wa Bwana Mama Moses, nini Mama Moses kwa wale ambao ni mara kwanza, au nabii Karen? Amena. Unaniita tu mjakazi, utani sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mama Moses, sasa kwa wale ambao wanafanyaga mazoezi ya kuongeza shepu, je, nao watahukumiwa? Nao watakosa ufalme wa mbingu? Kwa sababu kuna mazoezi kabisa unakuta mwanamke maumbili yake alikuwa na maumbili labda madogo, mmebonyea huko kwenye makalimu mmebonyea, lakini ile kufanya mazoezi kila siku akaanza kupata hips zikaanza kuja, umbo lake unakuta tumbo likakuwa nyembamba, afu shepu likaanguka huko. Sawa, ambao wanajibadili hivyo hawatumii kwamba sio kwamba wameenda kufanya operation, ni mazoezi tu. Je, watakosa ufalme wa mbingu kwa sababu wametengeneza shepu zao vizuri tu juu ya mazoezi? Hiyo ni swali ya kujiuliza. Haleluya. Kwa sababu kama unasema mazoezi ya kujiweka bamza, mwanamke kujifanya kuwa bamza ni dhambi, ni kosa, kwa sababu ameweza kuchukua umbo la kinaume na yeye ni mwanamke. Sasa wale ambao wanabadilisha, wanatafuta kuwa na mashepu, na itakuwaje? Haleluya. Hiyo ni swali nzuri sana. Tena ni swali ambalo mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza hapa, itakuwaje? Kwa nataka jibu mwenyewe. Roho wa Bwana pia tusaidie. Kwa sababu ukiona naleta kitu hapa pia huwa nataka kudhibitisha na Roho wa Bwana. Sasa nawaambia kila siku hichi kitu. Siwezi kuja hapa kuwaletea mafundisho ya uongo ya kupotosha wanawake wenzangu. Najua na mimi nitahukumiwa. Amena. Ndio maana huwa najitahidi kutoa mafundisho upande mbili. Kwa wale wachanga nataka kuwaelewesha hivi na hivi, na wale ambao mshaendelea ambao labda mmepotoka nataka kuwaelewesha hivi na hivi. Kabla sakata la vitenge, kuna vitenge ambavyo havichorewi kitu chochote, viko plain, viko kabisa. Hata ukiviandika wewe mwenyewe online utaviona, havina mchoro wowote, havina picha. Je, mtu akivaa hiyo atahukumiwa? Jibu hapana. Kuna vitenge vingine ni maua tu, havina masaini ile ya kuzimu. Je, huyo akikivaa hicho na ametengeneza tu kigauni chake cha kumwanga, kikanzu ambacho kimemwachia kimbani, je, ataenda jehanamu kweli?
na amestiri na shingo yake na mikono mirefu, eti kwa sababu wamevaa kitenge? Jibu hapana. So watu wengi ni wachanga wa kiroho, hawajui neno la Mungu, na ndio maana huwa wanatafsiri vitu tofauti sana na maandiko. Biblia sasa tuvae kwa kujistiri. Haleluya. Sasa wengi ni juu hawana mafundisho, na wengi wametegemea maono kuliko kutegemea neno la Mungu. Hiyo ndo shida sana. Kuna mwingine maono ambayo unakuta eti kuvaa nguo ya mistari eti ni dhambi. Jamani, Mungu wetu aturehemu sana. Hii mafuno yenu msipokuwa makini, wengine mtahukumiwa juu ya maono yenu ambayo hayaendani na mapenzi ya Mungu. Eti Mungu amenionyesha, kumbe sio Mungu. Wanawake wengi wamemzingizia Mungu vitu vingi na maono ya uongo. Bwana Yesu aturehemu kabisa. Kuna mmoja wakati kuna mama mmoja anakuwa anasema eti yeye anaombeaga makeup. Yaani kuna wengine maombi linalo nifundisha ambayo nitalitoa kwa upana, leo nataka tu niongee tu kwa ufupi. Maombi yasiyokuwa na kibali. Uko naombea makeup. Hivi tunamwona Mungu kama nani ndugu zangu? Mtu anakuombea rasta, unaombea eti wigi. Eti yeye nitaliombea wigi kweli kabisa. Wigi, unaombea wigi kweli? Kitu kiovu. Yaani kama vile unasema eti wewe utaombea mapepo eti yabadilike. Eti nitamwombea ibilisi, unaenda na kifungo eti uko naombea mapepo eti yabadilike yaokoke kabisa. Wigi nalo unaliombea. Hii ni maombi gani jamani? Mbona tunamdharau Mungu hivi? Ndugu zangu, tunaenda wapi na hii mafunuo na hii maono? Eti Mungu kabisa, bibi yangu wa familia iko na seti ya Mungu alimfunulia eti hawa naombea wigi. Mungu wa mbinguni kabisa. Ni kama vile Mungu eti mtu mwingine anakuambia eti nilifunulia ndio naombea meza yangu. Kuna mmoja maombi hatujibu kwa sababu hatujui kuomba gisi ipasavyo. Vitu vingine hatuvipokea na hatuvipati kwa sababu tunaomba vibaya. Tunaomba vibaya, na ndio maana tuongezeki, atuendelei. Mwisho tunaisha kuanguka. Tunakoseti wengine juu waliomba Mungu awape hizo lugha za rohoni. Walipozikosa wakasema eti kumbe vile kunena vya kwa lugha ni vya uongo. Bwana Yesu aturehemu. Na mwingine kama alikuwa ananena marugha vyake vya uongo, akaona kumbe watu wote wananenaga hizi lugha za mbinguni eti ni za uongo. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anadanganya watu. Kuliko tu atubu, jamani ni kwa gani najidanganya na nena vya uongo? Jamani ni kwa gani nadanganya na tabiri vya uongo? Anaweza kusema yote ya unabii ya kutabiri ni vya uongo. Hii tulififanya si vyote vya makanisa. Unakufuru roho wa Bwana. Makini. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Tunarudi kwa fundisho letu. Utofauti, tutajuaje mazoezi ya kweli na mazoezi mazuri kwa mwanamke na mazoezi mabaya kwa mwanamke? Mazoezi yapi ambayo ni chukizo kwa Bwana na mazoezi ambayo sio machukizo kwa Bwana? Ni mazoezi yapi ambayo yatatukosesha ufalme wa mbingu na ipi ambayo sio kosa wala sio vibaya kuyafanya? Hori kuleritila kasetremelekai. Haleluya. Haleluya. Na Yesu atusaidie sana. Kuna tafuta kuonesha picha. Ili nitoe mwanga vizuri upate kunielewa. Haleluya. Nilisema ya kwanza mazoezi ya kukubadilisha umbo na fanana mwanaume, hiyo ni chukizo mbele ya macho ya Bwana. Na pia ni mavazi yapi ambayo tunapaswa kuvaa? Unaona kama hao wanawake kama ambao ananyanyua chuma, akiendelea hivyo hapo bado hajanenepa, lakini mwishowe naona kisa anaonesha na mwili. Mwisho akiendelea hivyo atakupita na fanana hivi. Unaona kuna wengine wanafanya mazoezi ya kunyanyua vyuma, na mwanaume huyo ni mwanamke. Unaona kisa anaanza kufanana, ukiona miguu, unaona kifua kinakwenda kinabadilika polepole, sura ndio bado inabaki ya
kufanana mwanamke. Lakini je, hivi vitu vinampendeza Bwana? Mwanamke kwanza kubadilika hivi na kwanza kufanana mwanaume? Kwa sababu wengi ambao wanafanyaga mazoezi, yani wale ambao wanataka wanajibadilisha, wanawake ambao wanajibadilisha kuwa wanaume ndio wanafanyaga mara nyingi ya mazoezi ya hivi. Lakini mwanamke tu wa kawaida ambaye hana hiyo akili ndani yake hawezi akafanya mazoezi hivi ya kumkomaza. So haleluya. Tafute nyingine. Haleluya. Niko najaribu kuangalia picha nyingine ambayo haleluya, ambayo itakuwa mfano mzuri zaidi. Haleluya. 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 Sipati picha nzuri ambayo nilikuwa napenda, ingalia inanipotea. Nilikuwaga nishaga hiyo na batarono. Chukua jaribu kwa kuandika vizuri. Haleluya. Riko trele glory tulesa. Kuna niletea nayo, lakini kiona taonesha hata mwisho wa video. Sasa kuna mazoezi aina tofauti tofauti, na kuna mazoezi ambayo ni chukizo kwa Bwana. Lakini tukisoma maandiko matakatifu yanasemaje pia kuhusu mazoezi? Neno la Bwana linatuambia kwamba ni Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 8. Basi sijakosea. Angalia vizuri hapa. Ya mstari wa 8 inasema kwamba kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo. Yaani kujizoeza kwa mazoezi kwa faa kidogo sana kwa mwili wako. Yaani unapa mwili wako nguvu kidogo. Lakini wanadamu wengi tumejiamanisha kwamba ukifanya mazoezi utapata nguvu nyingi, utakuwa na afya bora. Hata madaktari wanakuambia ukikuwa mara nyingi mtu akiumwa anakuambia fanya mazoezi, kula vizuri. Hiyo ndio kitu wanavyoamini, na sio vibaya, kwa sababu maandiko yenyewe yanasema kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo. Ingine nasema mazoezi, ingine tafsiri, lakini utaua hufaa kwa mambo yote, yani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwepo baadaye. Unaona? So mazoezi ya mwili yanafaa tu kidogo kwa mwili wako, yanaipa tu mwili wako nguvu kidogo, lakini maisha matakatifu, maisha kumcha Mungu kunafaa sana, ambaye itakupa uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali yetu, nilikuwa napenda Bwana mwenyewe pia atujibu. Wanawake ambao wanatafuta mashepu ambao wamepata sijui ile mazoezi, kifua tumbo likawa ndogo likamalizika, shepu likamwangika huko kwa sababu ya mazoezi. Je, nao wanatenda dhambi? Hore kosi tremelelase pa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kiasi. So kitu ambacho Roho wa Bwana ananijibu, ananiambia ni kiasi, tuwe na kiasi kwenye mazoezi.
Juu ukichukua muda mwingi sana uko na juu hii kubadilisha umbo lako, eti tumbo lako lete liende, eti ubaki ipsi yaje, inachukuaga muda. Kuna ambao anachukuaga mwaka wa miaka miwili, wa miaka 3. Sasa unajikuta muda mwingi unatabika, unateseka ili upate ipsi, ili tumbo lako liende liwe nyembamba, na mwishowe tu unapoacha hivyo huwa tena unaharibika. So inabidi uendelee hivyo, kwa sababu kuna ambao walifanya mazoezi ya tumbo iende, lakini ukiacha inaweza kurudi. So inabidi maisha yako yote uwe tu kila siku, na ndio maana havimpendezi Mungu. Amen, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. So unaweza kufanya tu ile mara moja, hata unafanya ile syrup, unakaa chini, unasimama, unahesabu, unakuwa tu unahesabu 1 kwa 10. Mazoezi hata ya push up nafanyaga tu na hesabu 1 hadi 10. Mazoezi yote ya hivi, ya kukaa hivi, ya kunyosha hivi, ya kushuka hivi, unapanda, yote huwa nina hesabu 10 au 20. So lazima uwe na kiasi, kwa sababu hii ya kuhesabu tu haitabadilisha umbili yako. Au hii unafanya mazoezi ya kutembea, unakimbia, haiwezi kabadilisha umbo lako na kufanana mtu tofauti na jinsi Mungu alivyokuumba. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa wengi unakuta wanapita wanabadilika, wanafanya kama vile wanaume. Nitaonesha mapicha baadaye, kwa sababu naona kutafuta nachukua muda pia wa kusubiri kutafuta. Haleluya. Sasa ni nguo zipi ambazo tunapaswa kuvaa kama wanawake wacha Mungu wakati tunafanya mazoezi? Je, inabidi nifanye mazoezi na hii kanzu yangu? Of course nikipenda naweza kufanya mazoezi, kwa sababu sio nguo eti ya huduma. Lakini hii ni ya huduma, lakini sio sana kivile, kwa sababu inakuwa wazi. Ndio kwanza maana nakwambia wengi wanalalaga nazo ila sisi tulikuwa tunavalaga na zingine nguo ndani juu inaoneshaga. Sasa ya kulala, nikisema nilale, najua mimi nikilala na nguo ya mikono mifupi ya najionaga maono niko kichwa wazi, hata kama nimelala na kitambaa. So nikajua Bwana hapendi. Unakuta nalala niko najiona vile kanguo ka mikono mifupi, niko kichwa wazi, naanza kimbia kusikia aibu, naanza kujificha. So inakuwa ni alama ya dhambi tu. Unaona kwa kisi Bwana anakuaga. Sasa inabidi nilale na nguo ya mikono mirefu, gauni ndefu, yani kisi unavyoniona hivi. Maisha yangu tu yamezaliwa kwa nalala tu na manguo. Sasa unapofanya mazoezi, vaa zile nguo zako ambazo unaona ni za kazi. Nguo zako za kazi, kanzu zako za kujistiri. Inaweza kuwa ni pesi, lakini isioneshe mwili wako. Mtu anakuona wewe wote huyo. Inaweza kuwa tu na mwili kama ina ni pesi, lakini navaa pia nyingine sketi ndani ambayo inaweza kufanya watu wasione aibu au utupu wangu. Amen. So ukifanya mazoezi, hata ukienda kwenye gym, lazima ujistiri. Haleluya. Kwa sababu wanawake wengi wa Kristo wacha Mungu, unakutaki ikifika wakati wa mazoezi ukienda kwenye gym, wanavaa vibaya. Sasa nasema niko kwenye gym, Mungu atanielewa. Mungu atanielewa. Kwa naandika nigisi wengi wanaendaga wanatuvalia. Haleluya. Sasa wengi wanaendaga wanavaa utupu kama hivi. Unaona? Wengi wanaendaga hivyo kabisa, na utakuta labda hawezi akaonesha tumbo, lakini atakuwa mtight, atakuwa mgoya aibu. Atakuwa mangoya aibu zinazimpi Mungu utukufu. Unaona? Anaenda kufanya nini? Anaenda kufanya mazoezi. Sasa kwa sisi wacha Mungu, mazoezi yetu yanapaswa kuwa na kiasi. Yasiyo yale unaanza na tena sio kila siku kuanzia Monday to Sunday. Monday kila siku wewe uko kwenye gym. Kila siku. Hapana. Ni lazima tuwe na kiasi. Unakofanya hata kwa wiki mara 3, unatembea, unazunguka. Unanyosha yako mikono, unanyosha kwa sababu ni vizuri pia hata Biblia inasema yafaa, inakupa nguvu kidogo kwenye mwili. Sasa unaweza kujinyoosha, unakimbia hata kwenye
maparke huko nini, lakini isiwe ndo kila siku wewe mwanamke ambaye unamtumikia Mungu. Ibadani unapaswa kwenda kila siku kitaka. Omba kila siku. Fanya hata mifungo yako kama utafanya hata kwa siku 40 unakula jioni ni sawa. Lakini Jimmy hii inabidi tuwe na kiasi nayo. Gym sio yako wewe mwanamke kila siku eti uko ndani ya gym. Kwanza ndani hizi sehemu za hivi nyingi zao zinakuaga hemo na mapepo nyingi sehemu za majim na kwa mapepo. Kwa vitu ambavyo havifai. Hata hiyo kupeleka watu kwenye michezo, kwenye maparke sio sawa. Sio kila siku naenda nao kila siku kujua kuna kuaga maroho chafu ambazo zinatembeaga huko. Ndio maana hata mashuleni lazima watoto wetu wanapoenda shule tu waombe, kwa sababu kila siku wanatolewaga wanaenda kucheza na wengi utakuta wanaanza kupata hewa mbaya. Watoto wanakuta wanaanza kuharibika. Wengine wanavalishwa, wengine wanaenda hata kwenye maswimming wanavalishwa mavazi ya aibu huko. Sasa Bwana Yesu Kristo au anatusaidia. Lakini kwa hiyo mtu mzima ambao umeokoka ni lazima uvae wa kujistiri. Tafuta ingine mavazi ambayo anaweza kaonesha mfano. Siona kama wenzetu Waislamu wao. Waislamu vipi? Ambao wanavaa wanavaa yao masuruali. Wengine washaanza kuanguka. Wengi wanavaa masuruali ambayo nilikuwa natafuta. Hakuna ambaye anavaa kanzu eti ya kujistiri. Ndio nilikuwa nataka nioneshe. So kuna wengine wanavaaga hivi lakini tu bado uko vibaya. Unaona? Ushavaa vibaya tu. So nilikuwa nataka ile ya kujistiri yenyewe. Afadhali kama utaenda hivyo. Hapo sawa. Kama utaona jistiri hivyo sawa. Lakini lazima mshanielewa hapo inabidi ndio kujimi na manguo ya kujistiri. Sio manguo ambayo inakuonesha mwili wako wazi. Hapana. Sio manguo ambayo inakuonesha mwili wako wazi. Ambao eti unaenda kufanya mazoezi. Au utakuta mwingine anavaa vile visuruali vipana, si ni mazoezi anavaa tu kisuruali kipana eti Mungu hata jana lile suruali lipana eti hapana. Vaa sketi yako ya kukuachia, vaa gauni yako nzuri ndefu ya kujistiri, fanya mazoezi. Amen. Na lazima uwe na kiasi. Mwanamke lazima uwe na kiasi katika mazoezi yako. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Warumi 12:1. Warumi 12:1 inasemaje? Tusoma kwa jina la Bwana majeshi. Bwana anatuambia aje hapa Warumi. Tusoma kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Warumi 12:1 inasema kwamba basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Yaani miili yetu Bwana ore kadre melekara mondre pa. Haleluya. Asante Bwana Yesu. Miili yetu sisi ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na Bwana anatusii. Haleluya. Basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu. Yaani neno linatusii tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Haleluya. Miili yetu sisi ni lazima tuitoe kwa kazi ya Mungu. Sunana hata hii kuimba kwaya hii. Ile mnaenda step, mnaenda hivi, inakuwa ni mazoezi tosha. Mnaenda hivi, mikono tayari ushauzungurusha. Kama sisi hawa kuruka, unaruka. Kisirimba unaruka, ni mazoezi makubwa. Haleluya. Na unakuta tukiruka unakuta joto inatutoka, jasho inatoka mwili. Mazoezi makubwa, na ndio Bwana huwa anafurahia. Mazoezi ambayo tulipewa na Bwana ni kumtumikia Mungu Yesu Kristo ndugu yangu. Mazoezi ambayo ulipewa na Bwana ni kuomba, unaenda huko unaona kama hivi nimefanya masaa 6 nasimama. Tayari ni mazoezi tosha, natafuta tena nini kujimu.
Ndio maana unaonaga wanawake waombaji huwa hawazeeki haraka. Kuja kugundua kumbe ni siri ile kuomba, kupiga makofi, kuruka, kumchezea Mungu ni mazoezi ambayo yanakomalisha mwili wako usiwe na regea, usiwe tepu kama maujiuji. Inaukomaza mwili wako ubanane vizuri. Amen. Ushikamane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Juu mtu kama aombagi, afanyagi mazoezi, unakutaga mwili wako tu unachoka, anaregea, hana nguvu, hajitumi. Unakuta hata kuchukua tu kitu fasta inakuwa yote mzito mpaka hapana. Lakini ukiona wanawake waombaji wanakuwa wepesi, wako super, wako wepesi, unakuta kupika yuko mwepesi, unakuta kufyagia, kuosha vyombo, kufua yuko mwepesi, kila kitu anafanya, yani hayuko kilo aregerege. Unajua mtu iko kilo mzembe, unakuwa sasa tu mchukue uanze kumsukuma, lakini unakuta kumbe ni kwa sababu gani? Hajitumi kwa kuomba, hajitumi kwa mifungo, hajitumi kwa kazi ya Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Ndio maana mwanamke kama hajazaa anakuwaga wote mvivu kwa wale wavivu, lakini kuna wanawake ambao hawajazaa ni wako chapu, wanafanya kazi nini, lakini kuna wengine wavivu ambao walilelewa mahali ya kutofanya makazi ndani. Unakutaka ni wavivu, lakini siku hata wale wakianza zaa watoto wanafanyaga mtu unaamuka unakuwa mwepesi. Haleluya. Sio maana Bwana anasema kama tutafanya mazoezi tuwe na kiasi. Hata katika tunda za Roho kiasi ipo. Kiasi imetajiwa ndani ya Biblia karibia mara 100. Hata inaweza kuwa hata zaidi ya mara 100. Kiasi, neno kiasi. Yaani kila kitu lazima tuwe na kiasi. Tunapofanya mazoezi, kukula kwetu, kila kitu inabidi tuwe na kiasi. Haleluya. Ibada nazo inabidi ziwe na kiasi. Kutumikisha kwetu simu lazima kuwe kwa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea kwenye simu lazima kuwe kwa kiasi, tuwe na kiasi kwa kuongea. Haleluya. Hata unatembea lazima uwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ambayo tukupewa kiasi ni hata maombi. Yes, ndio tunapokusanyika lazima tuwe na kiasi. Yaani tunapoomba inafika muda lazima unabidi upumzike. Yes, lazima tuwe na kiasi kwa kila kitu. Biblia inasema tuwe na kiasi kwa kila kitu. Ndio maana hata kwa wanawake ambao wameolewa, ambao ndani ya ndoa, Biblia pia inasema hata kwenye tendo lazima kuwe kiasi. Yaani sehemu zote kiasi kwa pale imejiingiza. Hauwezi ukaanza hiyo kuanzia kisome hadi asubuhi, tayari utaibiwa zamu, shetani atapata nafasi ya kuwachezea. Lazima kila kitu kiwe na kiasi. Amen. Lakini sasa hii neno kiasi watu ambao wasomagi neno ili wakalielewa kwa ubora, juu unaweza ukaelewa hata maandiko kwa ubaya, ambavyo Mungu alikuwa anamaanisha wewe ukavipindua ukavigeuza kwa akili zako mwenyewe. Na ndio maana wahubiri wengi wanapindua neno la makeup. Wanakuambia eti maandiko matakatifu yanasema tu na kiasi, lakini unaweza kujipamba, lakini isiwe ile nyingi, iwe tu ya kiasi. Utakuta mwingine anakuambia ndio kusuka, usisuke tu vile vya makamba, lakini ukisuka ya mikono ni sawa. Tayari ushakosea, ushapindua maandiko. Mungu hajasema hivi. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Ni lazima mwanamke mcha Mungu, mwili wako unapoutoa kwa Bwana kumtumikia Mungu ni mazoezi tosha. Hii kuimba tu naimba sana ni mazoezi. Haleluya. Gisi niliomba tu masaa mengi nikiombea watu. Gisi sura yote tayari imepungua. Mwili tayari, kwa sababu ni mazoezi. Unapigana na wapepo katika ulimwengu wa roho. So mwili uko unafanya mazoezi. Juu mtu ambaye anaombeana anafanyaga kazi mbili, ya kiroho na ya kimwili. Unaona, mwili lazima na utumike na nguvu za kiroho ndo kabisa hizi tumike sana. Na mwili pia unabidi na utumike, maana sikiaga mwili unachoka. Kwa sababu pia mwili na unakwaga vinaendana pamoja na roho kuteketeza. Ile unapiga makofi, unaruka, unaenda huko, unatembea, ni mazoezi tosha. Haleluya. Na hata ukisoma pia hata kitabu cha Wakorinto
Nenda kusoma Wakorintho katika jina la Yesu. Wakorintho wa kwanza ngapi? 9:25. Niko nachungulia juu nimeandika kwa sababu nipoteze maandiko. 9:25 inasema kwamba tunasoma kwa jina la Bwana, na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unajua wale ambao wanafanyaga mazoezi kama vile hao wacheza mpira wanapokea mataji ambayo inaharibika. Haleluya, ambaye itawaingiza kwenye ufalme wa mbingu. Wanataibisha miili yao, unakuta wengine wanavunjika miguu, kiuno, migongo, wengine mpaka wanakuwa wanapoteza maisha. Football, sijui nyingine au ni michezo mbalimbali ambayo satazifuatilia haki. So unakuta wengi wanavunjikaga, wengine wanaumiaga, wengine wanapoteza maisha kwa vitu ambavyo vinaharibika, lakini sisi mazoezi yetu hayaharibiki. Haleluya, hayaharibiki. Haleluya, Bwana Yesu Kristo atusaidie ndugu zangu. Ukisoma pia kitabu cha Isaya 40:31, tusikie na inasemaje. Isaya 40, tunasoma kwa jina la Bwana wa majeshi Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya. 31 nasema, mbali wao wamngojeo Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio, holy glory tule pai, wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Gremelelo tremelesai. Haleluya, wamngojeo Bwana watapata nguvu mpya. So unapomtumainia Bwana, unamuomba Mungu kwa imani, Mungu atakuvika nguvu. Hata wa Filipi ngapi ya 4 kama na mstari wa 13 kama sijakosea, tunaweza mambo yote katika Bwana wetu Yesu Kristo atutiaye nguvu. Hakuna andiko ambalo nasema eti mazoezi ya mwili atakutia nguvu. Ni Bwana, tumtumikie Bwana, toa mwili wake kwa Bwana. Na Biblia kasema itoeni miili yenu, miili yetu isina. Bwana anasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Haleluya. So mwili wako lazima utoe kwa kazi ya Mungu. So unapojitoa sana kwa kutabisha mwili wako kwa mazoezi, ukisoma hiyo Wakorintho wa kwanza 6:19. Amen. Miili yetu sisi lazima intumikie Mungu. Amen. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Utoe mwili wako juu ya kazi ya Bwana. Lakini ukikuwa mtu wa kila wakati kwenye mazoezi, mimi nafanya mazoezi kila siku jioni, mazoezi kila siku. Ungekweti hiyo bidii ambayo uko nayo ya kwenda kwenye mazoezi kila siku naenda mazoezini, ungekweti ndio unaitoa kwa kazi ya Mungu, ungekuwa mbali. Ingekuwa hiyo bidii ambayo uko nayo ya kuamka asubuhi unaenda kazini, hiyo bidii ambayo uko nayo unaamka asubuhi kila siku unaenda wapi tuseme, unaenda shule, ingekuwa tu ndio uko nayo kwa kazi ya Mungu, ungekuwa mbali dada. Hiyo bidii ambayo uko nayo hiyo ya kila siku unajifunza homework, unaenda shule, ingekuwa ndio gisi unaiweka kwa kazi ya Bwana, usingekuwa unalalamika juu ya kupungukiwa, au juu ya maanguko, au juu ya kutokusikia sauti ya Bwana, au juu ya kutokupokea chini kile ambacho nataka Mungu akusaidie. Hata mahitaji yako tu ya familia, ingekuwa bidii ambayo tunaiweka kwa kazi za kimwili, ndio bidii ambayo tungekuwa tunaitoa kwa kazi ya Mungu, na uhakikishia wajakazi wa Mungu tungekuwa mbali sana kiroho. Haleluya. Tusingekuwa watu ambao tunadanganywa, toa $100. Mungu anasema ili upone utume sadaka shukurani $100. Wengi wameliwa mapesa, wengi wameliwa hela kwa sababu ya kudanganywa. Mungu anasema kabisa atakuponya, lakini anahitaji uuzie watumishi mbuzi, gaze ya Fanta, wanahitaji hivyo. Uongo mtupu. Lakini ingekuwa bidii ambayo tuko nayo, hata tofauti na kazi, tofauti na shule, ingekuwa bidii ambayo tuko nayo ya hizi tunajitoaga, tunapika, tunaosha masani, tunafyagia nyumba kila siku, ingekuwa ndio tuko nayo katika kuomba, tungekuwa napokea majibu makubwa sana. Haleluya. Hiyo bidii ambayo uko nayo kutafuta shepu, ingekuwa ndio uko nayo kwa kazi ya Mungu,
Bwana angekosha kufunulia vitu vingine, ungekosha pokea maombi ya mahitaji yako. Bwana Yesu atusaidie. Hiyo bidii ambayo uko nayo kila siku kwenda kazini, ingekuwa ndio uko nayo kwa kuomba, unasimama masaa 7, masaa 6, wengine 7:30, uko tu unafanya kazi, na tena kesho unaenda hivyo, na kila siku unapumzika tu kwa wiki siku 2, wengine ni siku 1. Ingekuwa hiyo bidii uko nayo ambayo unaweka kwa kazi yako na gisi unavyoipenda na uchelewaji, laiti ungekuwa unaiweka kwa kazi ya Mungu, ndugu zangu, wanawake tungekuwa mbali sana kiroho. Amen. Na tusingekuwa tunadanganywa. Bwana Yesu atusaidie. So Bwana atusaidie sana ndugu katika Bwana. Mazoezi sio mabaya na sio dhambi, lakini fanya mazoezi ya kumpendeza Mungu. Mazoezi makubwa ni kumtumikia Bwana. Mazoezi makubwa ni kukesha kwa kuomba. Mazoezi mazuri ni kumwimbia Mungu katika kwaya. Haleluya. Mazoezi mazuri ni kuombea watu ambao wanapitia changamoto za maisha, watu ambao wanapitia shida za magonjwa. Mazoezi mazuri ni kutembelea wajane na wayatima. Mazoezi mazuri ni kutembelea waliofungwa magerezani. Mazoezi mazuri kutembelea wagonjwa ambao wamelazwa hospitalini. Mazoezi mazuri ni kuombea watoto wa majirani wako ambao wamefungwa. Mazoezi mazuri, haleluya, ni kushauri mabinti waokoke wamjue Bwana. Mazoezi mazuri ni kuombea ndugu zako. Mazoezi mazuri ni kukesha katika maombi. Haleluya. Nilifurahi sana wakati nilipokuwa ni kwenye maombi, ilikuwa kipindi cha sifa na mabudu. Nikapiga magoti saa nzima kama na nusu kuto na mabudu Bwana. Nikajikuta nimechubuka. Niliruka nikasema ninaumia juu kumwabudu Mungu. My first time. Mara nyingine nikipiga magoti naweza kupata tu ile gazi, unasikia mguu nauma, lakini sio eti upate ukidonda. Nilipata mpaka kidonda kabisa, nikaumia wiki nzima, cha kidonda kimenisumbua. Lakini nilikuwa na ile furaha mpaka akakumbuka, ndio maana wa mitume walikuwa na furahi wakati wanapigwa. Haleluya. Wakati wanahubiri injili wakipigwa wanafurahi sana. Nikasema mimi nilifurahi sana wakati nilipopiga magoti nikaumia, kikapata kidonda. Niliumia. Sasa unapata vidonda juu umeenda kucheza mpira. Unapata vidonda juu ya mazoezi mbalimbali ambayo unafanya, matimu ambazo uko hemo. Mashuleni uko umejiingiza matimu za ajabu ajabu ambazo za kufanya unaumia, unateuka. Lakini teuka kwa sababu ya kupiga magoti, unampigia Mungu magoti, unamtafuta Bwana. Teuka, vunjika kwa sababu ulikuwa unaombea mtu. Teuka kwa sababu ulikuwa kwenye safari ya kazi ya Mungu. Amen. Lakini sio unaumia kwa sababu vitu ya mazoezi ya kupita ambavyo havina manufaa yoyote kwenye ufalme wa mbingu. Sasa ubarikiwe sana mpendwa katika Bwana. Tuwe kwa kujisana kufanya mazoezi na tuwe na kiasi. Na Bwana akubariki sana kwa usikilizaji mzuri. Bwana akubariki na kutie nguvu na tuendelee kumtafuta Bwana. Nashukuru Bwana kweli nimepata shuhuda mbalimbali. Kuna wengine hawataki mapicha zao niwaoneshe, lakini ingekuwa nanipa kibali mngekuwa naona picha za wajakazi gisi gani walivyobadilika juu ya mafundisho hayo yetu ya wanawake. Ni wengi sana na wengi ni wamama. Nashukuru Mungu. Haleluya. Bwana Yesu ahimidiwe. Namshukuru Bwana, wamama wamefunguka akili. Wamama wengi wamejua kweli. So Bwana iko anaendelea kujidhihirisha na kujitukuza kwa hii channel. Tuendelee kuiombea ili ifike mbali, wengine wapate kupata ukweli. Asante Bwana, kushukuru kwa upendo wako. Nasema asante kunitia nguvu, maana singeweza bila wewe. Utukufu na heshima zikurudilie. Mtawali mama huyu, endelea kumsaidia dada huyu kwa jina la Yesu. Amen. Shalom, shalom, tubarikiwe. Huyo ni dada ambaye anaitwa kama Tiana. Nagisi alivyokuwa mwembamba sana, lakini alianza fanya mazoezi. Picha ya kufuata utamwona gisa amesha kuwa amebadilika, amekuwa ni mtu wa tofauti. Hauwezi ukajua kama ni huyo binti ambaye unatoka kumuona. Huyu ni yeye tena. Gisi alivyobadilika, ambaye nawaambia kwamba mazoezi mengine ni chukizo mbele ya macho ya Bwana. Kubadilisha maumbili yako sio tu kuchubua ngozi au kupaka makeup au kusuka. Kuna vingine vitu tunavifanya ambavyo ni chukizo mbele ya macho ya Bwana kwenye miili yetu. Ni kama vile kuchora tattoo, ni machukizo. Mazoezi hata pia yani haina mipaka. Ni chukizo. Hata kula kwa ulafi, tukikula sana mpaka unasikia tumbo kuuma, jua tumbo kushiba, pia ni chukizo.
So Bwana anapendaga kila kitu tuwe na kiasi. Mazoezi sio dhambi, lakini yawe na kiasi. Ukienda zaidi, ukizidisha, tayari ni dhambi mbele ya macho ya Bwana. Mungu apate kusaidia. Na najua wamoja hawataelewa, lakini omba Mungu akusaidie upate kuelewa. Omba Mungu afungue maarifa. Maana wanaomba kila wakati, Mungu fungua maarifa ya wanawake. Maana wengi wanasikia lakini hawaelewi. Na ndio maana hatubadiliki. Bwana Yesu atusaidie sote kwa jina la Yesu Kristo. Amen.